Kwa tumemaliza kwenye kundi letu, tumemaliza wa mwisho. Umeelewa? Hasara ya kumaliza kwenye kundi wa mwisho kwa maana kwamba pesa kidogo na sababu kafu kwenye pesa kwa washiriki hao. Ukiishia tu kundi kwenye zile nafasi ukiwa wa kwanza na wa pili mpaka wa tatu unapata 200 na vichange. Mtani wangu naye safari imeisha. Malengo ya boss anakuambia kwamba sisi hatua yetu issue yetu ilikuwa ni hatua hii ya makundi ambayo tuko sasa hivi. Lakini malengo ya msemaji anakuambia tunaenda hatua ya robo finali. Yanga hawezi kwenda hatua ya robo finali kwa sababu huwezi ukashinda wewe kutegemea matokeo ya mwenzako. Angekuwa yeye ndo anaenda kuamua hatima, sawa. Alafu pia hatima yake Yanga anatakiwa amue zaidi ya magoli matatu. Zaidi ya magoli mawili. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Tunaweza tukasema kwa safari hii tuangalie sasa wawakilishi wa Tanzania Simba na Yanga tuwekeze tu nguvu zetu kwenye ligi, lakini huko kwa mataifa safari yetu ndio imeishia hapo. Asante. Bwana Wile, nataka uniambie kitu kimoja hapa. Gueye huyu hapo, Aura huyu hapo. Mpanzu anaanza benchi. Tafasiri hawa walioingia ni wana viwango vya kiwango cha juu au tu ni mahaba ya Simba na Mpanzu imefika tamati? Mpanzu kuna kitu ambacho alikuwa nacho. Mimi kwa upande wangu unaona Mpanzu bado ana nafasi kubwa na ni mchezaji mzuri. Lakini kuwepo kwa hawa ni challenge. Wamemletea challenge mpya kwamba namna gani angalie namna gani ambavyo tunacheza. Kwa sababu kipindi kile Mpanzu alikuwa ni kama tegemezi kwenye timu. Kuna muda anatakiwa yeye Mpanzu aibebe timu mabegani kwake aende akaamue matokeo. Lakini walipomletea wachezaji wengine, kwa kuna funzo kubwa ambalo moja kwa moja linakuja kwenye namna yake ya ushambuliaji kwamba anatakiwa acheze kama namba 7 Gueye, acheze pia kama Auniset. Na Auniset sio siri, ni mchezaji mzuri. Huyo Auniset ni miezi 4 hajapata timu. Kwa moja unaona amekuja hapa kwa hata chemistry yake kidogo hajawa hata fit kwenye upande wa fitness level, yani hajawa kwa asilimia zile. Lakini tumeona hapa anaongea lugha moja na Nick Kibabage, wanacheza kwa pamoja, wanaenda wanashambulia, nani mchezaji mzuri. Kwa akipata muda ataonyesha kuliko pengine hichi ambacho tuko nacho. Tumeona Libas Gueye ni mchezaji mzuri sana, lakini bado wachezaji wetu wanashindwa ukatili kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Huyu KMC leo kwa quality yake, kwa nafasi ambazo tumelegeza, pengine tungeenda kushinda hata magoli 4. Kwa mimi kwa ushindi huo of course tunachukua kwa sababu ni ligi kuu, lakini mimi kwa upande wangu sijafurahia sana kutokana na idadi ya magoli. Tunahitaji magoli mengi, yani tunafunga magoli mengi. Kwa sababu mpinzani wetu tunaona kwenye mechi moja goli 5 anaondoka nazo, kwenye mechi moja goli 3. Kwa hiyo kidogo tu tunavuka hapo kwenye 3 kwenda juu. Lakini nadhani Simba hii ikikaa kwa muda, kocha akapata muda mwingi kwenye kiwanja cha mazoezi, nadhani itakuwa ni Simba tisho, kwa sababu tuna wachezaji wengi na ni wachezaji wazuri, wanahitaji tu chemistry ili kusudi tupate ile muunganiko pamoja. Pia kwenye eneo la kiungo Simba inafikiwa kwa haraka zaidi. Hawa KMC kama wangekuwa vizuri, kuna nafasi ya kwanza huku, kuna nafasi nyingine ya pili huku, pengine wangeweza kutuadhibu kama wangekuwa na mchezaji ambaye yuko makini. Kibu Denis, goodbye. Tunaweza tukasema ninachowapenda Simba na klabu yangu ni kwamba maisha ya mpira ya mchezaji ni pesa, alafu ni mafupi mno. Kwa kama kuna timu inamhitaji, unatakiwa umwache kijana akaendeleze pale ambapo ameishia. Tunatambua mchango wake ambao Simba Sport Club ametumikia zaidi ya misimu 4, alikuwa ni mtumishi wetu mzuri. Tunaweza tukasema kwamba sisi tunamtakia kila laheri, na hapa ni nyumbani. Kama lolote linaweza likatokea, sio mbaya kurudi nyumbani. Kama uliondoka kwa wazazi, uliaga na wazazi wakakutakia kila laheri. Kwa sisi tunasema hatuna cha kumdai Kibu Denis, ila hapa ni nyumbani. Mwisho wa siku aje tena arejee, na tunamtakia kila laheri. Tarehe 1 mwezi wa 3 ni karibu au ni mbali? Imekuja haraka tarehe 1 mwezi wa 3 ama tarehe 1 mwezi imekuja muda mwafaka? Mimi nadhani imekuja muda mwafaka kwa sababu kocha pengine na wachezaji wake atakuwa amepata karibia wiki 2 wiki 3 hivi za kutengeneza kikosi. Kwa mimi nadhani imekuja muda mwafaka ili kusudi tuangalie wapi panavuja, kwa sababu kipimo halisi kwa sisi ni Yanga, na pia wachezaji wanajua madeni yetu ambao tumeishia kwenye hatua ya makundi. Kidogo tupefuraha washinde tarehe 1, tukiangalia tena kama ligi itakuwa vizuri zaidi wakija wakichukua, kidogo tutakuwa tunawapigia makofi, kwa sababu ni aibu Simba Sport Club kuishia katika hatua ya makundi. Afu ni timu ambayo kidogo tunaweza tukasema ina uzoefu zaidi ya miaka 8 inaingia katika hatua ya robo finali. Sasa hivi naweza nikasema kidogo ni anguko kubwa, kwa maana kwamba tumefika kwenye hatua ya makundi na tumekufa vibaya, tumelibeba kundi lote. Simba tumemaliza wa mwisho kwenye kundi. Tajiri post jana, tweet. Transformation imeishia wapi? Wewe ni mwanachama na shabiki kijana wa klabu ya Simba, baada ya kuona kile, nini kilikuja kichwani kwako? Mimi kwa upande wangu kitu ambacho kimenijia kichwani mwangu, nikakumbuka ile place ambayo bosi walikuwa wanamwataka. Umenielewa? Moja kwa moja nikaamini vitu vingine ni vya kweli, kwa sababu kuna mtu mmoja alisema kwamba bosi alikuwa apokee simu. Mimi nikajiuliza kwa upande wangu, alijuaje kwamba bosi alikuwa apokee simu?
kwa moja ikanijia kwamba ile place, kitu ambacho kimesemwa pale, kuna vichache vya kweli na kuna vingine sio vya kweli, lakini vya kweli ni vingi, kwa maana kwamba hata boss, maana ile comment ya boss ilikuwa ina kiulizo, hajui. Kwa boss moja kwa moja inaonekana hawasiliani na uongozi. Pia ametuharibia hadhi ya jana sisi tulichukulia kama sherehe kwamba wakina William Simba tunaenda kupata kadi mpya, tunaenda kuichangia klabu yetu, lakini boss akaharibu shughuli yote. Tukawa tunaijadili comment. Kwa moja kwa moja nadhani boss kama ametukosea vile, mashabiki ametukosea, kwa maana kwamba sisi tulikuwa tunahitaji ni sherehe, kwenye sherehe tukapigiwa simu ya msiba. Boss anauliza kwa moja inaonyesha kwamba matatizo kwa viongozi kaka yapo na yapo makubwa, kwamba boss hawasiliani na wale, naye boss hajui. Anauliza vipi kuhusu mabadiliko, au pengine boss labda alinuna hakuhitaji wanachama wapya waje. Sisi wakina William tutakuwa tuna haki ya kuhoji. Mimi na kadi ya wanachama na nimetoa fedha, nimeilipia kadi yangu, kwa maana kwamba nimeichangia Simba. Pengine labda tajiri alikuwa anataka ukomo ili kusudi anapokuja kusoma mapato yake ya matumizi waambie Simba na wadai bilioni 200. Sisi tutakuwa tuna haki ya kuhoji, mbona sisi kwenye kadi ya wanachama tulilipia hela, zile bilioni zetu 100 zilitumika sehemu gani? Pengine bosi alikuwa hapendi au bado na yeye ajui kuhusiana na swala zima la mfumo wa mabadiliko. Bwana, asante sana. Shukrani. Mkulima